Rais Samia Suluhu amewaziba midomo wanachadema kwa kuzungumza maneno makali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuwa ni hatua kubwa ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametangaza rasmi kuwa mchakato wa kuandaa katiba mpya utaanza katika kipindi kijacho cha miaka 5. Kauli imetolewa tarehe 27 Juni mwaka huu wakati wa hotuba yake ya kufunga bunge la 12 jijini Dodoma. Rais Samia katika hotuba yake hiyo iliyosubiriwa kwa hamu ameeleza kuwa baada ya kukabiliana na changamoto kubwa za kiuchumi zilizochangiwa na athari za janga la COVID-19, sasa serikali iko tayari kuanza safari ya mabadiliko ya katiba ambayo yamekuwa yakihitajika kwa muda mrefu. Alisema kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata katiba mpya itakayozingatia misingi ya haki, usawa, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi. Mchakato huu umeelezwa kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM wa kipindi cha mwaka wa 2025 hadi 2030, na kwamba hatua za awali zishaanza kuchukuliwa kupitia mashauriano na wadau mbalimbali. Rais Samia ametilia mkazo kwamba asasi za kiraia zimeshirikishwa kikamilifu katika kutoa maoni, huku serikali ikiahidi kuchambua mapendekezo yao kwa umakini na kuyaweka katika mizani ya utekelezaji. Hatua hii imeibua hisia mseto miongoni mwa Watanzania. Kwa baadhi ya wananchi na wadau wa haki za kiraia, tangazo hili limepokelewa kama ishara ya matumaini mapya na mwanzo wa mabadiliko ya kweli. Kwa muda mrefu madai ya katiba mpya yamekuwa mwanzo wa mabadiliko ya kweli, na kwa muda mrefu madai haya sasa yamekuwa yakitolewa na makundi mbalimbali, hususan vyama vya siasa vya upinzani, wanaharakati wa kiraia pamoja na wanazuoni wanaoamini kuwa katiba ya sasa haijakidhi mahitaji ya kisasa ya taifa hilo. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, utekelezaji wa mchakato huu utakuwa kipimo muhimu kwa dhamira ya kisiasa ya serikali ya awamu ya 6. Wanasema kwa mafanikio ya mabadiliko ya katiba yatategemea si tu nia ya kisiasa, bali pia uwazi, ushirikishwaji wa kweli na utayari wa kukubali mabadiliko kutoka kwa pande zote, serikalini na kwa umma. Aidha, matarajio ni kwamba mchakato huo utajumuisha kupitia upya mihimili yote ya dola, hususan mamlaka ya rais, uhuru wa vyombo vya habari, usimamizi wa rasilimali za taifa, mfumo wa uchaguzi pamoja na uhuru wa mahakama. Kwa sasa hatua hii ya Rais Samia inachukuliwa kama fursa ya kihistoria kwa Tanzania kuandika upya sura ya utawala wake kwa misingi ya maelewano na utawala bora. Macho wa Tanzania sasa yanabaki kuelekezwa kwa serikali na wadau wakuu wa kisiasa, huko matumaini mapya yakianza kuibuka kwamba ndoto ya katiba mpya huenda ikawa karibu kuliko iliyowahi kuonekana. Kenyascope itaendelea kufuatilia kila hatua ya mchakato huu kwa undani na kwa uaminifu ili kuhakikisha watazamaji wetu wanapata habari sahihi na kwa wakati. Tafadhali endelea kuwa nasi kwa taarifa zaidi kuhusu mustakabali wa katiba mpya Tanzania.